Majlisi hii ya 6 tumeihusisha maalum kwa ajili ya kulizungumzia suala la kunasibishiwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kauli ya kwamba anayajuzisha maulid, na kwamba yeye Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah amesema maulidi yafaa. Ndio mazungumzo yetu ya leo. Kama Allah atatuwafikisha kuhudhurisha yote katika usiku huu, basi itakuwa ni majlisi moja tu itatosheleza, na kama hatukuwafikishwa katika hilo, kwa kuwa maneno yatakuwa ni mengi na wakati ni mdogo, basi tutaigawa maudhui hii katika sehemu mbili. Na katika kuanza maudhui hii nitapenda nitangulize kuyasoma maneno ya al-Imam Abu al-Faraj Abdurrahman ibn Ali ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala katika suala la kuwakosoa wanawazuoni katika kila zama. Ametoa maelezo mazuri katika kitabu chake Talbisu Iblis kwenye ukurasa wa 247 mpaka 248, pale aliposema rahmatullahi ta'ala alayhi: wa nahnu nadhkuru ba'dha ma balaghana min aghlati alqawm wallahu ya'lamu annana lam naqsid ببيان غلط الغالط إلا تنزيه الشريعة والغيرة عليها من الدخل إلا تنزيه الشريعة والغيرة عليها من الدخل وما علينا من القائل أو الفاعل وإنما نؤدي بذلك أمانة العلم وما زال العلماء يبين كل واحد منهم غلط صاحبه قصدا لبيان الحق لا لإظهار عيب الغالط ولا اعتبار بقول جاهل يقول كيف ترد على فلان الزاهد المتبرك به لأن الانقياد إنما يكون إلى ما جاءت به الشريعة لا إلى الأشخاص وقد يكون الرجل من الأولياء وأهل الجنة وله غلطات فلا تمنع منزلته بيان زلله إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. أنا سمع الإمام ابن الجوزي نسيسي tutataja baadhi ya mambo yaliyotufikia miongoni mwa makosa ya watu. Tutataja mambo yaliyotufikia miongoni mwa makosa ya watu, na Allah anajua kwamba sisi hatukusudii katika ubainishaji wa makosa ya mwenye kukosea isipokuwa kwa ajili ya kuitakasa sheria dhidi ya uharibifu na kuwa na wivu na sheria. Na sisi hatuna shida na msemaji wala mtendaji wa makosa, na hakika tunafanya hivyo kwa kuitekeleza amana ya elimu. Wanawazuoni waliendelea kila mmoja miongoni mwao kubainisha makosa ya wenzao kwa makusudio ya kuibainisha haki na si kwa lengo la kudhihirisha kasoro za mkoseaji. Na wala hakuna mazingatio kwa kauli ya mtu mjinga anaposema inakuwaje unamjibu shekhe fulani mwenye zuhdi na ambaye hupatikana baraka kwake, kwa sababu kufuata kunapatikana kwenye yale yaliyoletwa na sharia na sio
katika kuwafuata watu. Na huenda mtu akawa ni miongoni mwa mawalii, huenda mtu akawa ni miongoni mwa mawalii na ni katika watu wa peponi, lakini ana makosa, na daraja yake hiyo haizuii kuyabainisha makosa yake. Maneno haya ameyataja katika kitabu chake kinachoitwa Talbisu Iblis kwenye ukurasa niliotaja 247 mpaka 248, chapa ya Madarul Watan ya mwaka wa 1440 Hijria. Nimeyatanguliza maneno haya ili wajue wale wasioelewa au wasiojua, wakadhania kwamba watu wanapojibiwa na kukosolewa ni kukosewa adabu, kwamba wewe utakapomkosoa shekhe fulani basi umemkosea adabu, na hawapendi wao. Hii ni dini, haiendi kwa mapenzi kwamba fulani kapenda na fulani hajapenda. Kinachoangaliwa ni misingi ya dini. Dini imeweka katika misingi yake ni kufanya uaminifu katika mambo ya dini, na miongoni mwa uaminifu ni kubainisha makosa ya mkoseaji. Kama mtu amekosea peke yake huko chumbani pembeni, ni kosa baina yake yeye na Mola wake, atanasihiwa kwa siri. Amekosea baina yake na Mola wake, ametenda makosa kwa ule ubinadamu alionao, atanasihiwa kwa siri hivyo hivyo. Atafuatwa, ataambiwa, ataelekezwa kwamba alichokifanya ni kadha, na akifanya makosa yake kwa wazi, hata kama ni baina yake yeye na Mola wake, lakini ana athari katika mujtama, yatazungumzwa hayo kwa wazi. Na kama ni jambo la dini sasa, kwa lilo alilolisema au alilolitenda, kuna watu wanaliamini kwamba ni sawa, kwamba hiyo ni haki, na pengine wakafuata mwenendo wake kwa kuona kwamba shekhe fulani kafanya jambo kama hilo. Sasa halizungumzi tena chumbani kwamba umfuate. Sasa kwa hiyo usimfuate, hakuna kwamba lazima umfuate, maadamu jambo limezungumzwa dhahiri shahir. Mtu ameandika kitabu na kitabu hicho chasomwa, watu wasomeshana, hoja zilizomo watu wanazitumia, hilo ni jambo tayari lishakuwa dhahir. Wanatakiwa linapokosolewa au kitabu kikosolewa kwa dhahir, ni mmoja aliandika iko hai au ashakufa, ni mmoja aliandika iko hai au ashakufa, ndio dini ilivyo. Wa ila ingekuwa hakuna faida yoyote ya kujibiwa watu wa makundi mbalimbali na wa maimamu wakubwa kama walivyofanya. Na hivi ndivyo anavyoeleza al-Imam Ibn al-Jawzi. Kwa hiyo wafahamu wale wanaodhania kwamba kuwajibu baadhi ya mashekhe ni kuwakosea adabu, ni kuwatukana. Kuna watu wana fikra hizo, au wengine wanafanya makusudi. Anapokosa hoja basi ukimbilia kwenye kichaka hicho. Unaona kamtukana pale, utamkosoaje shekhe mbele za watu? Kwani yeye alipoandika, si aliandika akakitoa mbele za watu, na watu wanakisoma na mnakitegemea kitabu, na hoja si mazitoa mbele za watu, kwa hiyo zitajibiwa mbele za watu. Hili ni lazima lifahamike.